Wawili bado. Yaani wewe umeona Peter? Si nimeongea hapa? Bado professional players hawa wawili hatujawatambulisha. Jadu, wewe ni mwandishi. Mambo ya timu yanakuogopesha vipi? Wewe unakutana na Yanga wapi? Kwa hiyo unakuwa na wasiwasi yani, unakuwa na hofu. Hujaogopa. Sasa mbona unataka kupunguza wachezaji wetu? Kuna pro player wawili. Anakuja mwingine. Kwa hiyo kwenye kila ambacho jana watu wamekiona kwa bila shaka. By the way ni mchezaji ambao umezungumzwa sana kwa maana ni mchezaji kawaida tu. Kama mtu unaanzia 10 na moja, 10 haiwezi kufanana na moja. Na kimoja itakuwa kubwa zaidi. Kama tumeona kwa shauri ile imefika vile, watu wanaokuja kila siku itakuwa ni kubwa zaidi. Mkubwa zaidi. Sure. Kwa bajeti ambayo umetumia kusajili na majina aina gani tunategemea na kwa mkubwa kiasi gani? Sawa. Kuhusu bajeti ya usajili, bosi wetu Ghalib Said Mohamed GSM msimu huu alimuita engineer kikao, akamwambia President, nataka tufanye proper scouting, tutafute top players, alafu kuhusu budget niachie mimi. Budget ambayo imetumika ni bilioni 15 shilingi za Kitanzania. 15 bilioni. Yaani waandishi wa habari ambao mpo kwenye magazeti mtakuwa sahihi kabisa mkiandika kikosi cha bilioni 15 kitashiriki ligi kuu ya NBC Tanzania. Kikosi chenye thamani ya 15 bilioni kutoka kwa Ghalib Said Mohamed GSM. Na kuna mchezaji mmoja juzi GSM kazungumza naye kwenye simu baada ya kupewa jina, bwana bosi huyu naye anarukaruka huyu. Yule mchezaji amelia sana kwa sababu alikuwa na haraka ya kusaini huko. Lakini tulimwambia wewe sema unachokitaka. GSM ameuma meno. Ameuma meno. Ameuma meno GSM. Ametaka Yanga tuwe na timu. Yanga tuwe na timu. Yanga tuwe na timu. Mzee Mpili meno ya wote yenyewe. Bora wa hilo chama. Yaani chama ambalo ukifika tu uwanjani mwenyewe unajisikia raha, yani unasikia raha, hauna pressure. Hilo chama ambalo GSM kalitengeneza, hilo pesa ambayo ametumia. No stress. No stress, yani no stress. Kila aliyekuwa ndani mtu, aliyekuwa benchi mtu, aliyekuwa jukwani mtu. Hiyo ndo Yanga tulikuwa tunaitafuta hiyo. Hiyo ndo Yanga ambayo kila mchezaji ukilegea tu kidogo haumo. Si msimu uliopita Maxim pia Nzengeli amecheza mechi za Yanga mpaka hata kufanana na logo yetu. Uongo. Kacheza mpaka hata kufanana na logo ya Yanga. Nikiwa ukimwona Maxim na logo ya Yanga. Tunataka mwaka huu rotation ikifanyika unaona vyuma. Yaani anapumzika fulani, anakuja fulani. Unaona yaani kuna mechi inakuwa ipigwe tucheze Yanga, alafu mechi inaisha watu wanaulizana kumbe tujamuona Okelo leo hapa. Nataka tufike huko. Na tushafika. Tukimaliza kutangaza hizi signing mbili ndio mtanielewa maneno yangu. Top signing nyingine mbili. Tukizimaliza tu hizo ndio mtaelewa kwamba Yanga aim yetu safari hii. Huo wema hatuna sasa. Subiri. Yani hiyo ni budget, yes. Ni total budget ambayo tumespend kwenye dirisha hili 15 bilioni. Kwa maana yake wewe ukiandika story yako kwa wasomaji, hata ukiandika tu timu hii ya bilioni 15, msomaji anajua ni Yanga hii.
kama unavivu kuandika Yanga, andika tu bwana, timu ya milioni 15 jana imeshinda goli 8. Kwa mtu anajua hao ni Yanga walikuwa kwenye shughuli zao za kawaida. Mmejipangaje kuhakikisha kwamba changamoto ya msongamano